Mratibu wa Simba, pole kwanza kwa matokeo. Nashukuru, tushapoa, ndo mpira. Tumejaribu lakini bahati haikuwa kwa upande wetu siku ya leo. Kama unavyofahamu, tumecheza mechi 3 zenye maamuzi ndani ya siku 6, tarehe 25, tarehe 28 na leo tarehe 31. Kwa hiyo tulikuja kutafuta ushindi, tupate nafasi ya kwenda kucheza finali, lakini kwa bahati mbaya sana imekuwa tofauti. Kwa hiyo kama umeangalia mechi mzuri, unaona wachezaji wetu hawakuwa katika kiwango kile ambacho tumezoea kuwa nacho, lakini kwa sababu ya uchovu, kwa sababu kama unafahamu tumecheza mechi tarehe 28 dhidi ya hawa wenzetu. Mechi ilikuwa ngumu sana na mechi ilichezewa katika uwanja wa artificial. Unafahamu uwanja wa artificial jinsi ulivyo, ni uwanja ambao chini kidogo unakuwa mgumu. Kwa hiyo wachezaji wanatumia nguvu nyingi sana kucheza katika uwanja vya aina ile, tofauti na katika viwanja vya natural. Kwa hiyo nguvu iliyotumika pale, lakini baada ya kumaliza mechi saa 1, saa 10 usiku mchezaji anaamka na panda ndege kwa ajili ya kuja Arusha. Kwa hiyo tulifika Arusha tukufanya hata mazoezi siku ile, kwa sababu wachezaji walikuwa wamefika wamechoka baada ya kucheza mechi, ya kupata hata masaa 8 ya kupumzika, masaa 6 tu, then unatakiwa kusafiri tena kuelekea Arusha. Lakini jana kama unafahamu mvua ilikuwa imenyesha kubwa sana, hatukuweza kuruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja ambao tumechezea mechi leo. Kwa hiyo ilibidi tufuate njia mbadala ya kuweza kufanya mazoezi siku ya jana. Kwa hiyo tulikuta tunafanya mazoezi Arusha asubuhi, baada ya kufanya mazoezi tupate chakula cha mchana, tusafiri tena kutoka Arusha kuja huku. Kwa hiyo utaona jinsi gani ambavyo hatukujiandaa, yaani muda ukuwa mzuri kujiandaa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo ni ratiba ambayo imepangwa, na sisi kama viongozi kazi yetu ni kuandaa timu na kuja kutekeleza hivi. Lakini kwa mara nyingine tuwaombe ambao wanapanga ratiba hizi, kwa maana wenye mamlaka, huu ni mpira na mpira ni burudani. Watu wanalipa vingamuzi, wanalipa pesa kutoka nyumbani kuja hapa kuangalia burudani. Kwa na ratiba za namna hii tunakuwa tuwatendee haki washabiki na wapenzi wa mpira ambao ndio tunatarajia wapate burudani, kwa sababu wanakuja hapa lakini wakipata kile ambacho tunachotaka kuwapatia. Okay, sawa. Hii imewafundisha nini? Wakati msimu mnaanza mlikuwa mpo kwenye race ya mashindano matatu. Shindano la kwanza mmefika hadi finali kombe la shirikisho Afrika. Shindano la pili mmefika nusu finali. Shindano ambalo mko nalo mmebaki nalo ni ligi kusoka Tanzania bara. Ni kwa namna gani mpaka sasa nyinyi kama Simba umejifunza, wewe kama mratibu ambaye mara nyingi unakuwa unasafiri na timu, mara nyingi unakuwa upo na timu na unajua shughuli nyingi za timu kuliko mtu yoyote yule? Hakuna tunachojifunza, kwa sababu kama unafahamu Simba ni top club. Kwa hiyo ukitaka kujifunza kwa kufungwa leo kwa ajili ya nusu finali utakuwa umechelewa. Unatakiwa ujifunze kabla ya. Sisi ni top club, kwa hiyo mtu yote ambaye anakuja kufanya kazi hapa anakuwa lazima awe ameshajifunza huko na amejua nini kinataka, kwa sababu klabu hii unapokuja kufanya kazi au unapokuja kucheza timu hii hamna kingine kinachohitajika zaidi ya matokeo, zaidi ya makombe. Inawezekana tukawa tujachukua au tusichukue, lakini lengo ni kuchukua vikombe vingi kadri iwezekanavyo. Kweli tulikuwa tuna lesi ya kuchukua kombe la shirikisho, lakini kwa bahati mbaya sana hatukuweza kuchukua, na hatuwezi kulizungumzia sana kwa sababu kile kilichotokea wote mlikiona kwamba tulijitahidi sana, lakini jitihada haizidi kushinda kudra. Sawa bwana, kudra ilikuwa kubwa kwa wenzetu na akafanikiwa kuchukua. Kwa hiyo hatujilaumu kwa hilo, kwa sababu tumepambana kuweza kuchukua, na ili uweze kuchukua kombe lazima uchukue finali. Kwa hiyo tulifika finali na tuliamini tutachukua, lakini hatukuweza kuchukua. Tunasema bad luck. Tunakwenda kujiandaa kwa msimu ujao, ikiwa shirikisho au Champions League, lakini malengo ya Simba ni yale yale. Unapoanza msimu au mabwana wakubwa wanakupangeni malengo kwamba bwana, sisi hamna tunachotaka zaidi ya kikombe. Kwa hiyo tumekikosa. Tumekuja baada ya kumaliza lile, tumekutana na hili ambalo lina siku 2 mfululizo, tarehe 28 na tarehe 31. Sawa bwana, tumecheza tarehe 28, tumeweza kuchukua point 3, tumejiweka bado kwenye mbio za kugombea ubingwa. Bado tuna race kule na tunaamini tutakwenda kuchukua ubingwa msimu kama yalivyokuwa malengo yetu. Tumekuja huku tukiwa na malengo yale, tushinde, tuendelee finali ili tukachukue ubingwa. Lakini kwa bahati mbaya sana tumeshindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi tumesema mwaka huu tumeshindwa, tunaenda kujipanga kwa mwaka ujao, kwa sababu hata mwaka jana kombe hili hatukuweza kuchukua, tulishia nafikiri hatua hii ya nusu finali kama sikosei. Kwa hiyo ukiniambia tumejifunza, sisi tunajifunza kabla ya na tuko tayari kutekeleza kazi hii, lakini kwa bahati mbaya sana kwa matarajio yasiyokuwa ya kwetu tumeshindwa kufika finali.
Kwa hiyo tunawape pole tu wapenzi, wanachama, washabiki wa Simba, kwa sababu kama unavyoona wengi wamejitokeza kuja kutusupport na wanatusupport bila kujali matokeo. Tunapokuwa tumeshinda, tunapokuwa tumedraw au tunapokuwa tumefungwa, wao wamekuwa kusupport. Kwa hiyo wao ni watu muhimu sana, tuwape pole. Na wazungu wanasema always there is next time. Kwa hiyo inshallah mwakani pia hipo tutajipanga kwenye kombe la shirikisho, tuhakikishe kwamba tutakwenda tunalichukua. Okay, sawa. Wewe ni mratibu wa Simba. Simba tangu umeanza haijawahi kufika finali ya kombe la shirikisho, kombe la Afrika. Maana hili ni kombe sasa la Afrika. Umeshapigana sana lakini hatimaye ukafanikiwa. Kuna kipi ambacho umekutana nacho kama surprise kwenye kazi yako ya uratibu? Kimsingi ni kwanza surprise ni furaha sana, kwa sababu katika miaka yangu 10, mwaka wa 10 natimiza kufanya kazi katika Simba na nimefanikiwa kucheza finali ya kombe kubwa kati ya makombe makubwa Afrika. Katika makombe makubwa, unajua makombe makubwa Afrika yako mawili, ni Club Bingwa na Confederation. Sasa kati ya hiyo mawili kuweza kufanikiwa finali ni swala kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengi kwenye career yao ya michezo wanaweza kufanya kazi miaka 30, 40 kucheza na kuongoza na kufanya vingine, lakini wasifanikiwe kufika finali na kupata ile medali. Kwa hiyo sio kitu kidogo. Kwa hiyo kitu cha kwanza, prize ya kwanza, nilikuwa na furaha sana kwa sababu ninayo medali, ninacho cha kujivunia katika career yangu ya uongozi ndani ya Simba, lakini sio Simba tu, career yangu katika uongozi wa mchezo wa nchi tayari nacho kujivunia. Lakini la pili, nimejifunza kwa sababu kama unavyofahamu tulikuwa tunaishia robo finali, sisi wakali wa robo finali. Kwa hiyo kuanzia nusu finali mpaka finali huku nilikuwa sina experience, siseme uongo. Kwa hiyo nimejifunza mengi kupitia kufanya finali, jinsi gani finali zinachezwa na jinsi gani tunatakiwa muziendee. Kwa hiyo naamini next time nikipata nafasi tena kuingia finali na bado nikiwa mratibu, nikishirikiana na wenzangu, trust me, sisi kombe tutalichukua, kwa sababu kuna vingi ambavyo tumejifunza, vya hivyo sio vya kuongelea kwenye kamera, vya nje kamera. Tutakutana naye nitakupa exclusive vingi. Na ndio maana uone timu maskini zikicheza finali. Ndio maana uzioni timu maskini zikicheza finali. Nihesabie timu maskini ambayo icheza finali. Hakuna. Basi. Kwa hiyo Simba na hela ipo ndio maana amecheza finali. Nakwambia, ndio maana nakwambia kwamba tumejifunza vingi, lakini hivyo sio vya kuzungumza kwenye kamera. Hivyo ni sio kwa majiano ya tumemaliza mechi. Hiyo ni exclusive. Nitakuita, nitakupa. Okay, sawa. Kwenye hayo mengi ambayo umejifunza, kuna sehemu ambayo umesema sasa yani kuna muda unaandaa mazingira ya timu ama unaandaa timu ukasema hiki mbona kama mimi sasa nimezongwa na furaha ya kucheza finali nikasahau hiki? Inatokea kwa sababu vitu vingi vilikuwa vinakwenda katika mtindo wa tufanye, tuokoe, tuendelee. Kwa sababu kama unafahamu Simba ilifika finali miaka mingi sana iliyopita nyuma. Viongozi wengi ambao walifika finali wengi hawakuwepo. Kwa hiyo sisi wengi tulikuwa vijana, tulikuwa tunapata mwongozo kwa wajumbe wetu wa bodi, lakini kama unafahamu sisi kama watendaji wengi walikuwa hawajafika kwenye hatua hizi. Kwa hiyo kimsingi kuna sehemu zilikuwa tunasahau kwa ajili ya furaha, lakini zipo ndio kama unavyojua timu weki, ukisahau wewe mwingine anakukumbusha, tunakwenda. Lakini kimsingi kucheza finali kama finali, nimejifunza vingi, nimekwambia ni vingi sana. Nitakupa exclusive, nitakaa naenda kukupa exclusive. Ila zingatia, timu maskini haziwezi kucheza finali. Timu maskini haziwezi kucheza finali. Bwana, timu maskini haziwezi kucheza finali. Sio maneno yangu, ni Abbas Ally, mratibu wa Simba Sports Club, ambao yeye sasa hivi tunavyozungumza na medali ya CAF iko ndani imetulia. Na utakuja kumuonesha nani yule? Gaza sio kama kashaiva Saudi ambia atakuja finali. Gaza alikuwa finali, toka Spain alikuja kwa ajili ya finali, tayari ashaiva na ashaipost. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hiyo. Bana sana, nikushukuru sana na nasubiri exclusive. Nitakupa exclusive ya finali. Usijali. Crown Media. Hapa ni nyumbani.